Makofi mazuri, makofi mazuri tunapomkaribisha our mom katika jina la Yesu ili atuweze kutuletea mchungaji. Amen. Makofi hayo hayajatosha tafadhali. Makofi mazuri, makofi mazuri, makofi mazuri. Hallelujah. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa imeingia wakati mwingine sasa wa kukula neno kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati tunapokula neno ni kujiandaa mioyo, mawazo na Biblia na kalamu na kitabu, ya kwamba tunapoelekezwa katika neno la Mungu tunaweza kunakili yale yote ambao mchungaji anatufunza, anatuelekeza katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka mnisaidie kwa makofi tukaweza kumkaribisha mchungaji katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaomba na hata kuamini. Amen. 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 Hallelujah. To appreciate the praise and worship. Amen. Thank you so much. Hallelujah. Bwana asifiwe. Nifungie mkono tafadhali, tumeerigana zamani wiki mzima wengine. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Amen. Jina langu ni Peter Kimani. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kunipa nafasi kama hii ya kunena neno lako, kumwakilisha katika siku ya leo na majira ambayo tuko. Praise the name of the Lord. Jisikie uko katika familia ambaye inakudhamini. Bwana asifiwe. Najua unaweza kuwa katika familia ambaye haikutambui. Hii familia ya The Rose Victory Church inakutambua kama mmoja wao. Praise the Lord. Sijisikie uko nyumbani. Wiki jana tuliongea juu ya kuvaa mavazi ya kivita. Amen. Do you remember? Na tukasema tumezivaa. Wiki hii tutaongea juu ya silaha za vita ya kiroho. Weapons of spiritual warfare. Tuliongea last week about kuvaa mavazi za vita za kiroho. Amen. Lakini wiki hii pengine wiki nyingine tutanena juu ya weapons of spiritual warfare. Bwana asifiwe sana kanisa. Kwa sababu kila mmoja wetu ambaye anajiita Mkristo ana vita anapita juu yake. There is a spiritual warfare ambayo unakutana naye. Sababu mambo mengi ambayo inajidhihirisha katika mambo ya asri huwa imetokana mambo ya kiroho. Amen. Praise the name of the Lord. Ninataka kusema namna gani? Believers are in spiritual conflict. Waumini, they are in spiritual conflict against the unseen forces of the devil. Believers are in spiritual conflict against the unseen forces of the devil. So, hizi conflict ambaye pengine sisi upambana naye huwa ni ambaye hatuzioni, lakini huwa za kishetani. Amen. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio tunataka kukufunza jinsi ya kuchukua silaha ya vita. Hii ingine ilikuwa kuvaa mavazi ya kiroho ya vita. Amen. Sasa ni kuchukua the weapons of spiritual warfare. There are spiritual weapons provided in the scripture to fight this battle. So, kuna wakati wa hizi vita, na vita ziko mingi sana. Tangia ulipokuwa mdogo, unapatana na vita katika vita za kiroho. Hallelujah. Na yule ambaye hajagutuka na kujua na kutambua ya kwamba anapitia katika vita pengine za kifamilia, pengine za kinyumbani, za kikanisa. Amen. Ukiwa katika chuoni, ukiwa katika kusanyiko la watu,
kuna vita ambaye which are unseen. Praise the name of the Lord. This can only be effective when they are channeled through God. Hizo weapons za kiroho ama hizo silaha za vita za kiroho, they can only be effective, inaweza fanya kazi tu when they are channeled through God. Unapozitumia kupitia njia ya kiungu, lazima every spiritual weapon as you use it, unapoitumia lazima uitumie kupitia jina la Kristo, jina la Yesu. Amen. Hallelujah. You remember there were sons of Sceva in the book of Acts, ambaye walienda kupigana na mapepo. Wasema kwamba katika jina la Yesu yule ambaye anahubiriwa na Paul, tokeni. Na hizo mapepo zikamgeuka, zikauliza, hizi Paul tunajua hata hiyo mwingine anasema tunajua nyinyi ni kina nani? Amen. And the Bible says walichapo, walipigwa vita kali sana ya kimwili hadi wakajeruhiwa. So that's why I'm saying this can only be channeled when they are they can be only be effective when they are channeled through God. Kuna neno ambayo katika kitabu cha 2 Corinthians chapter 10 from verses number 3 to 5. 2 Corinthians chapter number 10 from verses 3 to 5. Ambayo inasema ya kwamba for though we live in this world, yani hata kama tunaishi katika dunia hii, we do not wage war as the world does. Sasa sisi hata kama tunaishi na watu wengine, amen, tumechanganyika na watu ambaye ni wakusanyiko la kila aina. For though we live in this world, praise the name of the Lord, sisi atupigani, we don't wage war as the world does. Ni kwa sababu ya nini? The weapons we fight with in verses 4 are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine powers to demolish strongholds. Sasa zile silaha sisi tunapigana nazo, na hizo silaha ndio nataka kuambia ni silaha gani. Zile silaha ambazo sisi tunapigana nazo sio kama silaha za watu ya dunia, sio kama silaha za watu ya kawaida. Watu wa kawaida, they can use any weapon ambayo ni ya kiapo, ni kidunia. But for us, our weapons are divine. Kusema divine ni kusema kwamba ni silaha ambaye ni za kiungu. Hallelujah. Na hizo silaha za kiungu, you have the right to have it. Una right ya kufanya nini? Ya kuipokea. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. So our weapons zetu hazitakuwa kama za watu ya dunia. Weapons zetu zina makali zaidi ya watu ya dunia. If they are using M47, ile gani ambayo ilikuwa inatumiwa na Al-Shabaab. Sasa kuna ingine ya 18 ama 16. Bwana asifiwe sana. So sisi tunatumia ambayo ni kali zaidi ya hayo. Praise the name of the Lord. Verses 4 inasema, the weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Sisi zetu ni kali zaidi. Hallelujah. See, one time I told you, I was coming from Nairobi to Nakuru. Na nikawaambia kwamba nilipofika pale Kenongi, gari ikapasuka mguu. And I remember wakati kulikuwa usiku, kutazama upande wa nyuma yangu nikakuta kuna vijana wamenikuta. Upande ya mbele na upande mbele zangu kuna mashimo, pit holes. Ilikuwa kubwa sana. That's why I'm calling them pit holes. Na niliposimama barabarani ili niombe msaada, nikapata gari ya kwanza basi ikapiga mataa ikanipita.
But I knew I have a weapon. Praise the name of the Lord. I knew that God shall give me a weapon to fight against those young men who are coming towards me. Na wakati nilitiramisha ya pili, ikasimama, ilikuwa kagari kidogo, lakini ikasimama kama 100 meters kutoka pahali nilikuwa. So nikafikiria nikimbie, niende nichukue, niwaombe msaada, wanisaidie kwa sababu nilikuwa spare wheel sikuwa naye. Hallelujah. And when nilipokuwa nakimbia pale, nakumbuka ya kwamba nikaanguka kwa shimo, mguu ikadislocate, specs zikavunjika. So nikaona giza zaidi ya giza ile ilikuwako. But I knew I have a weapon ambaye Mungu ameweka ndani yangu. I thank God before, kabla mguu ipasuke juu iliingia kwa shimo, I was just calling the Lord. I was just singing in tongues. And I felt that there was something ahead of me. Lakini nilifahamu ya kwamba nina silaha za kivita. Na silaha za kivita sio rungu na panga. Na wakati wale niliwasimamisha walitoka na marungu, na walitoka na mashoka na mapanga. Na walikuwa wanaume 5, very strong men. Na nyuma yangu kuna vijana kama 20. They were smoking drugs. Amen. So nikashindwa sasa, either ni sarende kwa hawa ambao wamekuwa na mapanga, ama ni sarende kwa hawa ambao wanavuta bangi nyuma yangu. But I knew I had a spiritual weapon. That's why I'm teaching you today about getting the weapons of your spiritual warfare. And later on, those men wakasema kwamba, sijui nafikiri wachungaji hujulikana kutoka bari, wasema mhubiri, tumekuja kukusaidia. Amen. Na tumekuwa katika harusi Thika, tukachelewa, tukaulizana kwa nini tunachelewa, tukajua ni kwa sababu ya wewe. Nyuma yako mhubiri, kuna vijana, and last night walitenda maovu hapa katika hii barabara, the same area. Na sisi tukasema hatutataka kusikia report ya kwamba kuna mtu aliuliwa pale na tuliwacha yeye pale. Praise the name of the Lord. That is the weapon that I'm talking about. The weapon that has divine power. The weapon that you only mention the name of God and mention the weapon that you need. Alafu mambo inakuwa mazuri. Praise the name of the Lord. So verses number 5 inasema namna gani? Verses number 5. We demolish arguments and pretension that sets itself up against the knowledge of God. Yani tunabomoa kila argument. Argument ni nini? Mabishano ama ubishi. Tunaiharibu yote. So kama sasa wakati huo niliharibu kila ubishi. And I tell you, when those young men came, wakaya kwamba they scattered like ni kama vile neno usema katika Deuteronomy ya kwamba watakuja kwa njia moja kwako, lakini watatoka kwa njia saba. Wakati walipokuwa wanatoka pahali tulikuwa, hawakuwa wanajifahamu wenyewe. They just scattered and they went, wengine wakapanda juu, wengine wakaenda chini, wengine wakaenda sijui namna gani, na wakaanza kututazama wakiwa bali. And the good of it, wale wazee wakawachwa pale kwa gari, nikaenda na driver wao hadi Naivasha town. Nikaenda nikafanya repair ya tire, alafu nikarudi. Kurudi nikawaambia wamekuja. Sema hapana, they are still there, scattered there. Hallelujah. So that weapon shall scatter your enemies. May you receive the first weapon there. Praise the name of the Lord. In Deuteronomy chapter 28 verse 7. The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. Watashindo mbele zako. They will come at you from one direction, but free from you in 7. Yani wakija walikuja wakiwa pamoja. But you only need to mention one word. Hallelujah. And they shall scatter in 7 ways. Hallelujah. Verses 5 of the 2 Corinthians. The Bible says, drawing down, we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. We take captive
Si mnakumbuka mambo ya coming out of the captivity? Do you remember? Na wale ambayo hawakusikia ni mzuri waende kwa YouTube watafute hiyo coming out of captivity and they will get it there. So the Bible says that in verses number 5, please, that every thought to make it obedient to Christ. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. This means these spiritual weapons which are divine inakuruhusu ukamate nyara ama ushike nyara. You take captive the mind of your accuser. You take captive, hallelujah. Now you force it to be obedient to God. Yani unaishika nyara na unaambia kwamba wewe kutoka leo you must be obedient to God. Hallelujah. We have the divine powers. Praise the name of the Lord. Hii ni kusema ya kwamba God equally has a lot of weapons in his heavenly armory. Kwa Mungu kuna weapons, kuna silaha hizo ambaye ni mingi sana. Let's see in Jeremiah chapter 50 verses 25. Tuone kama zile silaha Mungu ako nazo. And has brought forth the weapons of his indignation. For this is the work of the Lord, God of hosts in the land of the Chaldeans, Babylon. Praise the name of the Lord. The Lord has opened his armory. Armory ni pahali hizo weapons zinawekao. Na Mungu amefungua. Amen. So you only need to get in there and take your armory. Did you get that one? Kama Mungu amefungua his armory, amefungua yani store yake ya marisasi, ya mabuduki, ya weapons zake. You only need to get in there. Praise the name of the Lord. And take your armors. And take it. Kwa sababu Mungu anazo na amefungua milango. Amefungua katika, sijui armory kwa Kiswahili nitaita namna gani? Nyumba ya silaha. Sio mtaelewa vizuri. Amefungua. Na ameweka wazi. As the Bible has told us in 2 Corinthians 10. Ya kwamba our weapons are divine. So you only need to go there. Ukisikia ni mtoto amekohoa, ni mtoto amegonjeka, you need to go and take your armory there. Now you exercise the powers that is in that weapon. Hallelujah. Na kutangazia huyo mtoto. Ile imeingia ndani yake unaitangazia unaambia kwamba come out of this of my child. Hallelujah. And you use the name of Jesus. Praise the name of the Lord. So you only need to take up your armor, your weapon, and you make it work. Praise the name of the Lord. Even God spiritually positions his people to use these weapons. Mungu ana position watu wake. Na ndiposa unakuta ya kwamba ukiwa na silaha fulani, Mungu anakuposition pahali fulani ili kuweza kutumia hiyo weapon. Weapons zingine ni za uponyaji. Weapons zingine ni za ukombozi. Weapons zingine, kila aina ya weapon it is there. Kila aina ya silaha it is there. Lakini Mungu, God equally has a lot of weapons. I mean, God spiritually positions his people to use these weapons. Did you get that one? Hallelujah. Whom did he position? In Jeremiah chapter 1 verses 10. Jeremiah chapter 1 verses 10. Inasema namna gani? Behold, I see, I have this day set you over the nations and of the kingdoms. Aliita Jeremiah. Akamwambia, tazama uone ya kwamba mimi nimekuappoint.
ama nimekuteua you over the nations and kingdoms. Kingdoms ni maufalme. Mataifa ni watu ambao hawajajuana na Kristo. Hallelujah. Kila aina ya mapepo amesema, I have appointed you over these nations and over the kingdoms. Na sio hiyo tu, anasema to uproot, ni kungoa, is to pluck, ni kungoa, and to tear, na kurarua, and to destroy. Amen. And to destroy and overthrow. Overthrow ni kusema ya kwamba unapoingoa kwa mizizi, hallelujah, alafu unairifarifa, amen, unaitingiza, unaikunguta, so that you finish up kila kitu isiwe inanyonya mchanga. And now God is saying, I have appointed you today. Praise the name of the Lord. Jeremiah is not there today. Jeremiah died many years ago. You are the Jeremiah of today. May you listen again. You are the Jeremiah of today. Na kama wewe ndio Jeremiah of today, God has appointed you. Na neno usema katika John 15 ya kwamba you did not choose him, but he chose you. He appointed you so that you may bear fruits. Ili unaweza bear fruits. John chapter 15 verse 16. Nasema you did not choose me, but I chose you and appointed you. Yani nilikuteua na nikakuweka wakfu. Amen. To go and bear fruit. Fruit that will last. Uzae matunda ambayo itadumu. Sio tu kuchukua weapons siku moja, alafu baadaye unakuta na kapepo kengine kadogo, hautaweza kuibomoa. Hiyo weapon it shall be there permanent. Hallelujah. Kama kuna miujiza ilitendeka maishani mwako, Bwana asifiwe sana. Hata siku ya leo inaweza tendeka. Na sio, we know why we don't retain those weapons is because of unrighteousness. Hallelujah. Ukikosana, usipodhingatia utakatifu, hiyo weapon inyakuliwa. May your weapon today be permanent. I'm saying may your weapon today be permanent. It shall work wonders because God has chosen you, has appointed you to go and bear fruits. Fruits that will last. Matunda ambayo itazaa. And then verse B says, then the Father will give you whatever you ask in my name. Eri Mungu Baba yetu atakupa chochote, whatever you need. But he has appointed you and he has ordained you. Kama vile aliordained Jeremiah. Akasema nimekuweka wakfu, nimekuteua. Uwe ya kwamba kazi yako ni kuharibu mataifa. Ni kungoa na kutingizisha na overthrow. Overthrow ni kusema ya kwamba ni kuondoa hiyo kitu itoke, ikae upside down. Amen. Praise the name of the Lord. And then you build and plant. You remember Gideon. Neno nasema ya kwamba katika Judges chapter 6 verses 24-25. Gideon akaambiwa na Mungu, akaambiwa kwamba enenda nyumbani kwenu. Hallelujah. Kwenu nyumbani ukabomoe madhabahu ambayo ni ya baba yako. And imagine that was his biological father. Hallelujah. Lakini Mungu anamwambia enenda ubomoe madhabahu ambaye imejengwa na baba yako kwenu. Na unapoibomoa lazima uibomoe with a sacrifice. Did you get this one, brethren? Na wakati alipofanya hivyo, wakati alipoibomoa, Mungu akamrudisha tena. Akamwambia hivi, hallelujah, praise the name of the Lord. Hata naye Mungu amekupa mamlaka. Amekupa that weapon. Can you receive that weapon which was with Gideon? Yeye ya kwenda kubomoa madhabahu ya baba yako, madhabahu ya mababu zako. Baba anaweza kuwa ni guka, anaweza kuwa ni grad whatever, anaweza kuwa ni majadi, lakini amekupa uwezo na nguvu ya kubomoa hiyo madhabahu. But madhabahu haibomoagi bila sacrifice. May you know this one today. Gideon akaambiwa tafuta mwanandama, mwanakondoo, a ram and whatever. Akaambiwa nenda utoe hiyo dhabihu ili ubomoe.
na kwa sababu hakuwa naye akaambia chukua ya baba yako. Haleluya. Si vitu zote za baba zetu ni zetu. Si chukue ng'ombe ya baba yako. Haleluya. Si anasema mlimani, ng'ombe zote za mlimani ni zake. You only need 1 or 2 or 3. Sijui kwa nini wengine wakuagi na ng'ombe na wana shamba kubwa. Si upate hiyo ng'ombe yako kutoka kwa baba yako. You only need to take it by force, by fire. Praise the name of the Lord. Sasa akaambiwa, sasa rudi tena, uenda upande madhabahu ya kiungu. Na ndiposa tumesikia kwamba katika Jeremiah chapter 1 verses 10, pale mwisho tunasikia kwamba Jeremiah chapter number 1 verses 10, pale mwisho inasema to build and plant. Whatever that utabomoa, utarudi ujenge na upande. Na sasa utapanda ya kiungu. Praise be to the name of the Lord. So, one of the spiritual positions that God has positions his people, another one is Ephesians chapter 1 verses 3. Ephesians chapter 1 and verses 3. Ambayo inasema, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in his heavenly places in Christ. All spiritual blessings. Bwana asifiwe. Praise be to the Lord, to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Yule ambaye ametubariki in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. So, you need that spiritual blessings. And the spiritual blessings, one of them, ni weapons. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. May we see different spiritual weapons in God's heavenly armory. The different spiritual weapons in God's heavenly armory. Weapon number 1 is the word of God. The word of God as a weapon. Weapon number 1 is the word of God as a weapon. Are you with me? Hallelujah. Weapon number 1 is the word of neno la Bwana. Praise the name of the Lord. In Zechariah chapter 1 and verses 5 and 6. Zechariah chapter number 1, 5 to 6. Inasema hivi. Your fathers are you there? Your fathers, where are they? And the prophets, do they live forever? Yani Mungu anauliza Zakaria, baba zenu wako wapi? Manabii wenu wako wapi? Alafu anauliza waliishi daima milele? And there is a big question mark there. If you check your Bible, there is a big question mark in verses 5, the last word. Amen. Your fathers, where are they? Sini swali. And the prophets, the prophets, where are they? Do they live forever? Amen. Si walikufa. Now the fathers ni kusema mababa zetu apare mbele. Verse 6 inasema, yet surely my ones and my statutes, which I commanded my servants the prophets, did they not overtake your forefathers? Yani the word of God, which he commanded their forefathers. The word of God, which he commanded our forefathers. Si bado hiyo neno iko hata leo. So when you use the word of God as a weapon, hallelujah, neno isema kwamba inadumu milele. So they returned and said, just as the Lord of hosts determined to do to us, according to our ways and according to our deeds, so he has dealt with us. Hallelujah. Neno lake lilidumu, lakini manabii waliisha, mababa zetu waliisha,
lakini neno lake lilidumu daima milele. Na ndiposa last time I spoke about eating the word of God. Hallelujah. Na tukaona katika Biblia, when you eat the word of God, katika ulimi inakuwa tamu kama asali. So when you are receiving the word of God, it is as sweet as honey. May this word of God today, as you swallow that word of God, may it as sweet, be sweet as honey in your tongue. Hallelujah. Na neno nasema ya kwamba lakini inapoingia ndani, we have been reading that word in Revelation 10:9 and 10 and 11. Hallelujah. Inapoingia kwa tumbo ndani, Biblia inasema inakuwa so ama inawashawasha. Hallelujah. Kwa nini hili neno inawashawasha? Kwa sababu neno la Mungu sio la kukaishwa pahali moja. And that's the reason I'm ministering to you today. Because I have the word of God in my soul. And I'm taking it out. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Sinaona ya kwamba wakati John alipoambiwa ya kwamba ameze neno la Bwana, the little book out of the angel's hand, alikula, and it was sweet as honey in his mouth. But when he had eaten it, his stomach became bitter. Yani tumbo yake ikawa bitter. Hallelujah. Ikaanza kusikia kurongorero. Amen. Na unaposikia hivyo si unatisia kutapika. Lakini anaambiwa hivi verse 11. Hallelujah. Kwa nini inakuwa bitter? So that in verses number 11, please. And he said to me, you must prophesy again about many peoples, nations, tongues and kings. So alipoikula akaambia kwamba sasa kwa sababu umeikula hilo neno, lazima uitoe, uihubirie, uiprophesy to the many nations, mataifa wengi, wafalme. Hii ya kwamba wafalme wasikie hii, wale wamekula neno la Bwana, those who have the weapons of God as the word of God, they can prophesy to them. Hallelujah. Because the word is in them. Amen. Bwana asifiwe sana. Ndiposa Zakaria akaambiwa, akaulizwa na Mungu, wao mababa zenu bado angali, manabii ambaye nilituma, are they still there? Do they live forever? But my words and my decrees, which I commanded my servants the prophets, didn't they overtake your forefathers? Yani hilo neno ambaye alicommand their forefathers, the word still is there and was there. Hallelujah. The word of God has the ability to take hold of strong men. Ili neno la Bwana, nilisema ya kwamba unapotumia silaha hizi za Bwana za vita, unazotumia na kuichanganya na neno la Bwana ama kuiweka katika kiungu, amen, itafanya kazi. But when it is dry, it will not work anywhere. Lazima iwe imechanganywa na neno la Bwana. Lazima iwe imechanganywa na njia ya utakatifu ya kiungu. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Then the word of God has the ability to take hold of strong men and deal with them when spoken and anointed. Let me repeat again that one because it's so good for you to write down. The word of God. Tumesikia kwamba the word of God is a weapon. Amen. The word of God has the ability. Neno la Mungu lina mamlaka na nguvu. Amen. To take hold of strong men. Strong men ni kusema ya kwamba, ama stronghold ni kusema ya kwamba ni kitu ambayo imekolea. Unajua, as you remember, we spoke about when we were talking about coming out of captivity, tuliongea juu ya the sins of iniquity. Do you remember? Yale dhambi ya kuzoea. Do you remember, church? Dhambi ya kukolea. Hii weapon ambayo ni neno la Bwana inaweza kuitingiza na kuiharibu na kuiondoa. Hallelujah. Haijalishi imekolea kiasi gani. Haijalishi kama Yeremia aliambiwa lazima ung'oe hizo mizizi. Haijalishi mizizi hizo, the roots, zimeingia ndani hadi wapi, zimepenya hadi wapi. But the word of God has the power ya kuiharibu, ya kuivuta na kuing'oa
kuingoa hata tutoto twake. Unajua hata roots zinakuwa na small roots. Amen. Zinakuwa na small roots. Hiyo ni tutoto twake na tujukuu twake. Ina nguvu ya kungoa. Hiyo nini? The strongholds. Hallelujah. Use the word of God to prophesy. Use the word of God to make sure that you excel. Hallelujah. Neno la Bwana linatoa hata ukumbavu na ujinga katika mawazo. Amen. If your child is not working well, is not moving well, tabiria yeye na neno la Bwana. Mwambie kwamba katika jina la Yesu, neno linasema hautakuwa mjinga, hautakuwa wa mwisho, utakuwa wa kwanza. That is the word of God. And when you prophesy to that person, to your child, atakuwa wa kwanza. Hallelujah. I am reminded about one of our daughters, of our daughter of a friend. Alikuwa anakuja namba na huku mwisho. Akachukua anointing oil, akasema akajimwagilia yote kwa kichwa. Akasema na hii ujinga itoke na akuwe wa kuongoza. Do you imagine? Alikuja number 1 kutoka na huku mwisho because of the faith alikuwa naye. Hallelujah. Hata tulipoambiwa hivyo tukasema tunashikana na imani yake na Mungu atende hayo. Praise the name of the Lord. You see in the word of God. Hallelujah. Let's see number 2 so that we pray. Zingine pengine tutaendelea na mbele. Amen. So did you like the word of God has ability to take hold of your strong men and deal with them when spoken and anointing. But it's only when you spoke under the anointing. If you don't have the anointing, seek the anointing. Amen. By this, I'm not talking about the anointing oil. Ni anointing ya kiungu. Amen. Praise the name of Jesus. Number 2, prophecy as a weapon. Prophecy ni weapon. Prophecy ni nini? Prophecy is as a weapon. In Isaiah chapter number 8 and verses number 9 to 10, is about dealing with the evil association and conspiracies. So, when dealing with the evil association and conspiracies, use the weapon of prophecy. And verses number 9 nasema, be shattered, all you people, and be broken in pieces. Give ear, all you from the countries. Guard yourself, but be broken in pieces. Guard yourself, but be broken in pieces. This was Isaiah. Alikuwa na prophesy. Verses number 10, let's see verses number 10. Take counsel together, but it will come to nothing. Speak the word of God, but it will not stand, for God is with us. Praise the name of the Lord. So, when you prophesy, na nimesema, you must use the word of God as you prophesy. Any prophecy that has not the word of God in it does not come from God. Can you listen to me again? Any prophecy that does not mix up with the word of God does not come from God. Ukiwa mtu amekuja kutoka na huku barabarani, anakuambia kwamba wewe utafanya hivi, sijui utafanya namna gani, na udhibitishe na neno la Bwana, as it is written in 1 Thessalonians chapter 5 and I think 1 John, ya kwamba lazima you test the word, the spirit, with the word of God. So when you prophesy, lazima utumie number 1, the word of hallelujah. Bwana asifiwe sana. Another one about the prophecy is Isaiah chapter 7. Let's go back a little bit, chapter 7 verses 5 to 7. The first one was dealing with the evil associations. Unapo deal na evil association, you have to prophesy to them ya kwamba they have to come out of those associations. Amen.
Isaiah chapter 7, verses number 5 and 7. When you are dealing with the garment head, you have to prophesy. Amen. Because Syria, Ephraim, and the son of Ramariah have plotted evil against you, saying what? Verse 6. Let us go up against Judah and trouble it, and let us make a gap in its wall for ourselves, and set a king over them, the son of Tabel. Verses number 7. Thus says the Lord God, it shall not stand, nor shall it come to pass. Hii ni prophecy. Kama, it is a prophecy to the garment. Hallelujah. And you know, every home is a garment. Every church is a garment. Even the country has the garment. Amen. So wakati unapotaka kuombea nchi, lazima you prophesy to it. Hallelujah. Dealing the garment's head. Hii alisema ya kwamba hata kama unasema ya kwamba mtainukia taifa ya Juda, mtainukia wa Israeli na Ephraim, lakini Mungu asema hivi, if you are prophesying the word through the word of God. So this says, thus says the Lord God, it shall not stand, nor shall it come to pass. That's a prophecy. So it's also good to prophesy to your country. Kama sasa ni wakati mzuri wa kuprophesy. Watu ambao wanajuana na Kristo, watu ambao ni watu waaminifu. People who are not liars, who speaks truthful. Those who are aspiring to their seat, to read us, they must be righteous people. They must be people of integrity. People who are truthful. Watu ambaye tutachagua ambaye hawata kuja kanisani kudanganya watu kanisani baadaye wanapotea, watajiunganisha na Mungu. Amen. Their righteousness, kama vile neno usema katika Psalms 47 verses 5 or Hebrews chapter 1 verses 9, ya kwamba because they loved the righteousness, because they loved righteousness and hated lawlessness, therefore God, his God, shall anoint him with the oil of gladness more than their companion. May the Lord anoint the men of integrity in this nation. May the Lord appoint people who are leaders. That is a prophecy through the word of God. Tunatabiria hata nchi yetu. Tunatabiria ma-counties ya kwamba watu wa kiungu ambayo ni watu wanaamini Mungu. Watu ambaye watakuwa ni watu wa kuongoza na njia ya kiungu. Wataogopa Mungu. Watatii sheria za Mungu na kanuni za Biblia. Wachaguliwe. May the Lord appoint them wherever they are. There is a Daud in the shamba there. There is a Daud in the garden there. May the Lord awachawashe huyo Daudi atokee, akuwe MCA, akuwe nini MP, akuwe senator, akuwe governor, even the president. May the Lord, we have the power and authority to prophesy. And because I'm doing this in the YouTube, I prophesy for a good person to read this nation of Kenya. Come next year. The Bible has taught us today ya kwamba kuna wale walitabiri ya kwamba watainukia taifa la Israeli, wakuharibu na kuinukia. Lakini anasema, thus says the Lord, it shall not come to pass. Sasa wale ambao wanatabiri mambo maovu kwa nchi ya Kenya, it shall not come to pass. Our men, our young men shall not be hungered. Hawatakuwa corrupted. Hawatapewa pombe na bangi ya kupiga watu. There shall be no tribal crashes. Hallelujah. You have them are dead. May you take this weapon of prophecy. Receive it as you are. Prophesy to the nation. Prophesy to the county. Prophesy to your people. Prophesy to your family. You have the power. You have the power. Raise a Daud in your house. Raise a Daud in your church. Oh, repashaka tarabo. Katika jina la Yesu. Chukua hii weapon kama ni weapon yako. Neno urimi peke yake. Kwa nini usiamuke na miguu yako?
Usitabirie ni nini imekolea, nini imekolea katika nyumba yako, nini ambao unahitaji. Hata wale ambao wanataka they aspiring, tumesikia Maina is aspiring. Tunasema ya kwamba hivi kama atatimiza kanuni ya Biblia na kiungu, you are there to lead us there. Katika jina la Yesu, inua mikono yako, chukua hii the weapon of the word of God. Take the weapon of the word of God. Uimeze. Unapoimeza, neno nasema ya kwamba utakapokuwa na imeza, itakuwa kama honey in your tongue. Listen to this one. May that word of God be like a honey in your tongue. Sikia utamu ya neno hili. Imeze sasa. Imeze sasa. Unapoimeza, anza kutabiri sasa. Kutabiri sio ati inatoka pahali, inatoka ndani yako. Ambia nenea yale mataifa ambayo inainukia taifa la Kenya. Anenea mataifa ambayo inainukia katika watoto wetu, vijana wetu. Tunakataa. We prophesy. We prophesy